اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Baada ya mapumziko mafupi, ndugu mtazamaji, tunaendelea kufundishana yale ambayo kwamba Mtume sallam ametukataza kuyafanya. Kipengele cha 4 katika babu thalith kitabu tahara, tunazungumzia masala ambayo kwamba yuhramu fi'luhu ala man arada qada'i alhaja. Ukiwa wataka kujisaidia, basi haya yanayofuatia unakatazwa kufanya. Ya kwanza kabisa, albaulu fil ma'i rakid. Tumesema umekatazwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukojoa kwenye maji ambayo kwamba yametulia, yapo tu pale tulia, hayatembei, umekatazwa. Hadithi imepokewa na Jabir radhiallahu anhu akisema nuhiya anil bawli fil ma'i ar-rakid, annahu naha anil bawli fil ma'i ar-rakid. Hadithi ya Mtume sallam, Jabir anasema kwamba anin nabii sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil bawli fil ma'i ar-rakid, imekatazwa kukojoa kwenye maji ambayo kwamba yametulia. Hilo isitoshe, umekatazwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kufanya shughuli kadhaa wakati unatekeleza haja hii kwa mkono wako wa kulia. Moja, usishike uchi wako kwa mkono wa kulia. Alla yamsika dhakarahu biyaminihi, usishike. Wa alla yastanjia biha, pia asitambe nao, asijitahirishe na mkono wa kulia pia. Mtume sallam amesema idha bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarahu biyaminihi wala yastanjia biyaminihi. Ikiwa anajisaidia mmoja wenu, ikiwa anakojoa mmoja wenu, ikiwa mmoja wenu ameenda haja ndogo, fala ya'khudhanna dhakarahu biyaminihi. Hii ni hasa hata kwa wanaume tena. Fala ya'khudhanna dhakarahu biyaminihi, kwa sababu mwanamke uchi wake ni tofauti na mwanamume. We usikwe pale umeshika uchi wako, bas utaamua leo utashika na mkono gani, kesho na mkono gani. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha utashika na nini. Anakuambia fala ya'khudhanna dhakarahu biyaminihi, asishike uchi wake kwa mkono wa kulia. Na pia wakati wa kujitahirisha, si unaamua tu leo utatamba na mkono gani. Haya ni mafunzo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yastanjia biyaminihi, wala asitambe kwa kutumia mkono wa kulia. Sio wewe ukadhania tu hii imekuja tu labda ni ada na takalid. La, unapaswa kutumia mkono wa kushoto, unakatazwa kutumia mkono wa kulia. Baada kuwa umekatazwa kukojoa kwenye maji ambayo kwamba hayatembei, basi umekatazwa kushika uchi wako wewe mwenyewe kwa mkono wa kulia. Na pia kujitahirisha wakati umemaliza haja zako kwa kutumia mkono wa kulia pia umekatazwa. Katika mambo ambayo kwamba tumekatazwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyafanya ni kujisaidia haja zote mbili, moja katika mbili ama zote, sehemu ambazo kwamba zitaudhi watu. Hadithi imepokewa na Muadh, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ittaqu almala'in thalatha, ittaqu almala'in athalath, ogopeni lana sampuli 3 ama vitu vitawapatia lana vitatu. Kwanza kabisa alburaz fil mawarid,
Sasa hapa mmoja akataja kwamba kwa mfano kwenda haja kubwa ama tuseme haja ndogo katika resources zozote, iwe ni maji, iwe ni chakula, iwe ni public places, iwe iko hapa ndani yote. Ya pili, waqari'atu tariq, na njia zile ambazo kwamba watu wanazitumia, njia ambazo kwamba watu kila siku wanapita, wewe unaenda kufanya shughuli zako hapo, unaweka uchafu wako hapo. Uislamu ni dini fitra, ni dini na kiumbila binadamu, ndio maana kukataza haya mambo. Ubinadamu gani unakuruhusu mtu kwenda kufanya shughuli zake katika barabara? Asubuhi watu wanaamka wameshindwa kuvuka, njia ni hiyo hiyo na washindwa kuamka, kisa na sababu ni wewe kiumbe fulani umeenda ukaweka mzigo wako pale katika barabara. Watu watakulani wewe. Wal'iyadhu billahi min dhalika. Hakuna mal'una ataingia peponi. Tusifanye hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha na akatuambia tuogope hivi vitu vitatu ambavyo kwamba vitasababishia laana. Na mojawapo ni mtu kufanya haja zake katika barabara, njia za watu zinatumika. Na cha tatu, wadhillu, unafanya haja yako katika kivuli. Watu wamekuja mchana, wamechoka, wanataka kupumzika, akifanya hivyo ameweka mkono kwenye uchafu wako. Sijui ni laana gani utakaipata kwa yule mtu ambaye atakuwa ameudhika. Ile maudhiko atakayopata yeye, sijui atakwambia nini wewe, na atakwambia dua. Hadithi nyingine imepokewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema kwamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu amesema, ittaqu al-la'inaini, ogopeni laana mbili, ogopeni vitu viwili ambavyo kwamba vitawaleteni laana. Huko kwenye hadithi ya Muadh ni vitatu, na hapa ogopeni vitu viwili ambavyo kwamba vitawaletea laana. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama la'anani ya Rasulullah, hizo laana mbili ama hivyo vitu viwili ambavyo kwamba vitasababishia laana ni nini ya Mtume? Qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alladhi yatakhalla fi tariqi nasi au fi dhillihim. Yatakhalla, alkhala, yani yule mtu ambaye kwamba atafanya choo chake, atafanya sehemu yake ya kufanya upuzi wake, sehemu yake ya kufanya yale mambo yake ambayo kwamba alikuwa ayafanya mahali ya siri, atafanya mahali fulani, nayo ni fi tariqi nasi, katika njia ya watu, au fi dhillihim, ama katika kivuli chao. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anasema, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ittaqu al-la'inaini, ogopeni vitu viwili ambavyo kwamba vitakusababishieni nyinyi mpate laana. Tunazungumzia, bado tuko hapa, tutazunguka hapa tu kwenye laana. Ni vitu ambavyo kwamba vitasababisha laana, lakini tunaviona ni vidogo sana. Wewe uamke asubuhi, utaka kwenda zako kazini, wapita pale jirani kwenu, nyumba zenu mbili, watakupita kwenda zako barabara kubwa, ukipita tu hapa umeona makruh, ukaanza kuudhika, na wewe uliofanya umeudhi watu wangapi? Katika hadithi hii Abi Hurairah amepokea kwamba Mtume ametaja viwili, na katika hadithi ya Muadh amepokea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja vitatu. Hivi vitatu vote na hivi viwili ni vimoja, vinazungukana tu hapa. Ittaqu al-la'inaini, ogopeni laana mbili, ogopeni vitu viwili vyenye kusababishia laana. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama al-la'anani ya Rasulullah, hizo laana mbili ambazo kwamba zitapatikana, ama hivyo vitu vile ambavyo vinasababisha laana ni nini ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alladhi yatakhalla fi tariqi nasi au fi dhillihim, jambo kwamba unafanya haja zako hizi mbili kubwa na ndogo katika njia za watu, au dhillihim, au fi dhillihim, ama katika kivuli chao, njia ama kwenye kivuli. Kwa nini upate laana? Ndugu mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi hichi. Tukutane kwenye vipindi vinavyokuja
vinavyokuja vinavyofuatia tutakuwa tunaelezana mafundisho ya Mtume sallallahu namna ya kutekeleza haja zako. Paka hapa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.